DP Kithure Kindiki akashifiwa huko Nyeri, huku kauli mbiu za muhula mmoja zikikondisha hewani. Karibu kwenye taarifa zetu za Lazo D Media na kumbuka kusubscribe. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki alikumbana na umati wa watu wenye chuki huko Othaya katika kaunti ya Nyeri, ambao waliimba nyimbo zao za muhula mmoja katika ua ambapo alikuwa akifanya hafla ya kuwawezesha. Vijana hao walikuwa nje ya uzio wa mzunguko wa uwanja huo, waliochukizwa na maafisa wa usalama wakati wa hafla hiyo ikiendelea. Maafisa zaidi wa polisi walitumwa kuchukua udhibiti, hata kama DP Kindiki katika shambulio la maneno lililoonekana kutekelezwa kwa mtangulizi ama kuelekezwa kwa mtangulizi wake Rigathi Gachagua, akimshtumu kwa kupotosha eneo hilo. Haya mambo ya viongozi kuja kutisha viongozi wengine yakome. Lazima tuheshimiane, heshima si utumwa, Kindiki alisema. Huwezi kuja hapa ni kama wewe tu ndio kiongozi unajua kila kitu, ati wewe ndio unafaa kusikika kwani wewe ni Mungu. Kindiki alisema utawala wa Kenya Kwanza utatekeleza ahadi zake zote kwa Wakenya. Mapema siku hiyo Naibu Rais alifanya mkutano na gavana wa Embu Cecily Mbareri katika makazi yake rasmi ya Karen, huku kukiwa na tetesi za mtafaruku kufuatia mlipuko wa Mbarire huko Embu wakati wa sherehe za Madaraka Day. DP alifafanua zaidi kwamba mikutano aliyofanya bila kuwepo kwa gavana huko Embu haikuwa mikutano ya kisiasa au kwa njia yoyote iliyolenga kudhoofisha uongozi wake. Wakati wa kongamano la kwanza la makadamia lililofanyika Embu, Naibu Rais alisema mapema Jumatano aliangalia kati mswada wa marekebisho ya mazao ya pesa mwaka 2025 ambao ulitaka kuondoa muguka kutoka kwa mazao ya biashara yaliyoratibiwa na kuorodhesha kama dawa. Mfadhili wa mswada huo, mbunge wa Kilifi Kaskazini Owen Baya, amemwandikia spika wa bunge la kitaifa kukataa sheria hiyo. Ndizo taarifa za hivi sasa. Unaweza endelea kusubscribe kwenye channel hii mpya ya Lazo D Media. Tutakuwa narejea na taarifa nyingine zaidi, usikwende mbali.